Marekani imeanza kupunguza baadhi ya wanajeshi wake kwenye kambi yake Qatar, ambayo inatajwa ndio kambi kubwa. Na inatajwa kwamba wanahofia usalama, kama vile ambavyo wanazungumza Iran watakushambulia wataanza na hizo kambi. Wanapunguza takriban nimeambiwa wanajeshi zaidi ya 30, kitu kama hicho. Na nilisikia pia kwa upande mwingine Al Khamenei ameanza kutafuta mbadala wake wa kuweza kulisi. Nini katika hicho unachokiona katika mambo kama haya yanatokea? Yes, kwanza ni kwamba ni kweli zimekuwa hizo taarifa za Ayatollah Ali Khamenei amekuwa akitafuta mrithi, na nimeona jana amempa Ali Larijani kama ni amempa madaraka makubwa zaidi ya Masoud Pezeshkian, kwa kile kinachoitwa kwamba kama viongozi wa taifa la Iran wakifanyiwa assassination watakuwa ni sehemu ya kuendeleza mpango wao wa vita. Na hii maana yake ni kwamba sasa wanataka mazungumzo ya kimbinu kwenye vita. Kama kitatokea basi ile chain of command iendelee kuendelea katika nchi ya Iran. Lakini katika hoja ya pili, nafikiri lazima watu wajifunze kuhusu masuala ya Mossad, Shin Bet, Ahmad, kutazama ambayo yamekuwa ni mashirika ambayo yakishawishi hata yakiangalia intelijensia ya Israel na kupeleka taarifa Marekani dhidi ya taifa la Iran. Napozungumzia Mossad namaanisha ni shirika la ujasusi wa nje la Marekani, Shin Bet shirika la ndani la ujasusi wa Israel, Mossad shirika la nje la ujasusi wa Israel, na Ahmad shirika la jeshi la Israel. Lakini vile vile katika hii vita nafikiri swala la msingi ni kwamba lazima tujiulize kwa nini baada ya Netanyahu kwenda katika ziara yake nyingine ya juzi ya Marekani na kwenda kuongea na Trump, ni kama Netanyahu amebadilisha mtazamo, kwa sababu Netanyahu alikuwa anahisi kwamba kwenye meza mazungumzo ambayo Omani walikaa na Iran pamoja na Marekani, ni kwamba walikina Ali Shamkhani, wakina Steve Witkoff na Jared Kushner na mwenzake Abbas Araghchi, ni kwamba walikuwa wanaona kwamba kama maslahi ya Israeli hayajakuwa kwenye sehemu ya mazungumzo. Yes, kwa sababu maslahi ya Israeli yalikuwa ni Irani kuachana mpango wa nyuklia, Irani kuhakikisha kwamba hawasupport makundi haya ya Hezbollah, Houthi, Hamas, Hatibu Hezbollah, Fannimun na Houthi katika eneo la Yemen. Lakini zaidi sana huo mpango wake wa intercontinental ballistic missile. Kwa hiyo hayo ndio maslahi ya Israel katika huo mzozo. Nimesema mwanzo kabisa kwamba huu ni mzozo unakuwa ni tripartite, unakuwa ni multilateral, sometimes unakuwa ni bilateral. Kwa kila taifa linakuwa na maslahi yake kwa mzozo. Lakini cha pili cha kuelewa, lazima mtu uelewe dhana ya AIPAC, America Israel Public Affairs Committee. Lazima uelewe dhana ya Christian Zionism, lazima uelewe dhana ya Zionism movement, lazima uelewe dhana ya Israel lobby. Professor John Mishama ameandika kitabu maarufu sana kinaitwa Israel Lobby. Professor John Mishama ni profesa maarufu wa Kimarekani ambaye akizungumza dunia nzima inakana kusikiliza kuhusu masuala ya mambo ya nje na sera za kidunia. Hicho kitabu chake cha Israel Lobby amezungumza namna gani sasa haya hizi taasisi Christian Zionism, Christian for United States for Israel, AIPAC zimekuwa zikishawishi sera za Marekani wanapoitazama Israel. Kwa hiyo hii vita vile vile ni wale lobbyists wa Israel ambao wapo Marekani wanataka kuangusha utawala wa Iran ili kutengeneza Greater Israel. Na hii ni muhimu kwa kumalizia. Israel tangu karne ya 19, jamani, wana mpango wa kurudi kwenye nchi yao ya ahadi, na kikwazo chochote cha taifa lote ambao itakuwa ni kikwazo kwao, taifa hilo litapigwa, taifa hilo litaanguka kwa lengo la kutengeneza Israel yao kuu Mashariki ya Kati. Huo ndo mpango wa chama cha Likud cha Netanyahu tangu alivyoingia mwaka 1994. Ndo mpango wao ambao unaitwa hardliner, watu wana msimamo mkali wakiongozwa na kina Benjamin Netanyahu na wenzake. Kwa hiyo na juzi tumemsikia balozi wa Israeli Marekani anasema kwamba wao wana haki za kidini, haki za kihistoria kuweza kuichukua Mashariki ya Kati yote. Na Netanyahu tulimsikia kwamba ana hofu dhidi ya jeshi kuongezeka kwa jeshi la Misri, kwamba anasema kwamba Misri imekuwa na jeshi kubwa sana la Jenerali Fattah al-Sisi. Kwa hiyo hii inakuonyesha namna gani vile vile Netanyahu ni kiongozi ambaye ni muoga. Achana hizo propaganda. Misri wanaika hela nyingi sana kwenye jeshi Misri sasa hivi. Na kwa watu ambao wanakumbuka vita mwaka 67, vita siku 6 na vita ya Yom Kippur mwaka 73 ambao iliongozwa na Golda Meir,
ambayo ilisababisha Israeli kuliteka eneo la Sinai Peninsula na eneo la milima ya Golan. Lakini zaidi sana mwaka 78 ikatokea kitu kinachoitwa Camp David Accord. Menai Begin, Jimmy Carter, Anwar Sadat. Sinai likarudishwa katika eneo la Misri, na tangia pale sasa Israeli ikaweza kuitambua Misri na Misri kuweza kuitambua Israeli. Nafikiri haya ni masomo ya siku nyingine. Kwa kumalizia sasa, Israel imekuwa ikiwaua tuseme viongozi wa Iran, imekuwa ikifanikisha hilo, na watu wamekuwa wakijiuliza sana. Ibrahim Raisi tumeona na baadhi ya viongozi wengine juzi kwenye siku za vita za siku 12 viongozi wengi makamanda walikufa. Watu wamekuwa wakiona kwa nini Israel imekuwa ikifanikisha hili. Na kwa kumalizia, mpango wa amani ambao Marekani imeuanzisha, wanasema kwamba lengo ni kuitengeneza Gaza, ambako ndo wao Israeli kwenda kujipanua na nini. Palestina itaendelea kuwepo ama ndo inaenda kupotea sasa? Swali zuri. Kwanza ni kweli kabisa, katika moja ya makosa ya kijasusi ambayo inaitwa intelligence blunder ambao wamekuwa wakifanya taifa la Iran, lazima tukiri kwamba wamekuwa wakipoteza viongozi wao wengi. Makamanda wao wengi wamekuwa wakipotea kwenye vita, na hata kupoteza viongozi wao mashuhuri. Na utazama kwa mfano kifo cha Ibrahim Raisi, kwa kweli alikuwa rais wa nchi ya Iran, ilikuwa ni pigo kubwa sana hata kwa Ayatollah mwenyewe Khamenei, kwa sababu anatajwa kwamba alikuwa ni successor wake mbele ya safari. Alifai kuna ajali ya ndege, na kumekuwa kuna hizo conspiracy nyingi kwamba imekuwa ni ajali kama ya kupangwa, lakini tumeshuhudia vile vile Iran wakaendelea kupoteza makamanda wake, na hiyo imekuwa ni kazi kubwa ya Mossad. Unafahamu, na ndani ya Iran of course kuna Shia majority 90%, lakini bado kuna jamii ya Kiyahudi ambao kama 3% hivi ndani ya Iran. Yes, kuna jamii ya Wayahudi kama 3% ambao wanaishi ndani ya Iran tangu kihistoria. Kwa hiyo inatajwa vile vile wamekuwa kama wakisabotage maslahi mbalimbali ya Iran, na hata kupeleka taarifa za kimkakati. Yes, ambayo inaitwa hiyo DIME, diplomacy, intelligence, military na information, ambayo amekuwa akijaribu kusipika kwa wapinzani wake. Kwa hiyo hii kazi ya kuuliwa viongozi imekuwa ni kazi ya Mossad. Kama nilivyosema, shirika la ujasusi wa nje la Israel inatumia takriban dola za Marekani bilioni 80 katika utafiti na katika ujasusi. Kwa kazi yao Mossad ni kuziangalia na kuzisupervise nchi zote za Kiarabu zinawaza nini, zinapanga nini, zinaamua nini dhidi ya taifa la Israel. Hoja pili, nafikiri kama nimesikia vizuri, ni hoja ya Board of Peace. Na hii nafikiri nilifanya na moja ya kituo cha habari hapa Tanzania tulichambua kuhusu Board of Peace. Hii ni bodi ya Trump ambayo imeanzishwa kwa ajili ya kuweza kuijenga Gaza. Bodi hii cha kwanza imeanzishwa na Trump mwenyewe. Nimesema mwanzo kwamba Trump katika sifa 4 ambazo anawakilisha nazo: conservative, nationalist, populist, manifest destiny. Trump ni kiongozi ambaye anapenda sifa kihuka. Kwa hiyo ameanzisha hii bodi kwa lengo la kuweza kuijenga Gaza. Sasa jiulize, nani ambaye anawapa silaha wa Israeli? Nani ambaye anawapa pesa wa Israeli? Ni wa Marekani, si ndio? Lakini inataka kuja kujenga Gaza na zinahitajika dola za Marekani bilioni 25. Kuweza kuingia katika hii bodi, kila nchi wanachama anatakiwa kulipa dola bilioni 1. Sawa? Mwenyekiti ni Trump, anakuwa mwenyekiti wa kudumu. Kuna Jared Kushner mjumbe, Marco Rubio mjumbe, Tony Blair mjumbe, Steve Witkoff mjumbe. Amemkaribisha Xi Jinping, amemkaribisha Vladimir Putin, amemkaribisha Benjamin Netanyahu. Na juzi tumeshuhudia Saudi Arabia pamoja na nchi za UAE wameweza kutoa takriban dola bilioni 17 kuweza kuichangia Gaza. Of course. Kwa hiyo Gaza inaenda kujengwa upya. Na tunapomaanisha Gaza ni kama tuseme unatoka Bahari Beach ya Kawe mpaka Kibaha. Ndo Gaza. Yes. Kilomita 14, kilomita 18. Ni eneo dogo sana. Yes, Gaza. Eneo dogo sana ambalo kuna tafiti zinasema kwamba kuna kitabu kimoja kimeandikwa na Jimmy Carter inaitwa Peace Not Apartheid. Peace Not Apartheid. Anasema kwamba Gaza ni kama jela iliyokuwa wazi. Gaza ni kama jela, yani watu wanaishi lakini wapo kama jela. Eneo la watu milioni 2.5, lakini wamekuwa wakiishi katika maumivu.
na Gaza ndo inaongoza hicho chama cha Hamas. Na kwa kweli Gaza, mimi kama mchambuzi ambaye nilikuwa nikichambua haya mambo, wamepoteza sana viongozi wao. Gaza wamempoteza Ismail Haniyeh, Gaza wamempoteza Yahya Sinwar, Gaza wamempoteza Mohamed Deif. Tazama, hao ni viongozi wa Hamas ambao walifariki katika operation kuanzia mwaka 2023 Oktoba mpaka mwaka 2025. Kwa tunapozungumza leo hii, Hamas imepoteza sana viongozi wake. Kwa hiyo bodi ya amani mlengo wake ni kuwataka Hamas waweze kuweka silaha chini. Jiulize, Hamas ni harakati. Hamas sio silaha. Huwezi kupambana na harakati. Hamas ni watu ambao wanataka nchi yao ya Wapalestina, ambao wanaamini inakaliwa na kuchukuliwa na walowezi. Na hivyo kukusaidia ndugu mwandishi na ndugu mtazamaji, Palestina kuna vitu viwili. Kuna Gaza na kuna West Bank. Bora kweli. Imechanganyaga sana. Yes, West Bank ndo unaitwa ukingo wa magharibi wa mto Jordan zamani, ambao maarufu kama West Bank. West Bank kuna chama kinaitwa Fatah ambao kinaongozwa na Mahmoud Abbas. Chama hichi ndo kinaongoza Gaza. Mwaka 2006 Ismail Haniyeh alishinda uchaguzi kuweza kuiongoza Palestina. Unajua okay. Ipo hivi, mwaka 1993-94 kuna mkataba wa Oslo. Sawa? Isaac Rabin, Isaac Rabin, Yasser Arafat na Bill Clinton walikuja mkataba wa Oslo. Mkataba maarufu sana, ulifanyika Norway. Ilianzishwa kitu kinachoitwa Mandate of Palestine. Mandate of Palestine, mamlaka ya Wapalestina, ilianzishwa Oslo mwaka 93 mwaka 94. Kwa hiyo hii Fatah na Wapalestina walianzishwa kama kitu kinachoitwa ni kama mamlaka ya jiji. Inaitwa Mandate of Palestine, mamlaka ya Wapalestina, ilianzishwa Oslo. Kwa hiyo tangu mwaka 47 au 48 Wapalestina wamekuwa wakipigania utaifa wao. Umeelewa? Kwa hiyo hii Mandate of Palestine ikaanzishwa Oslo mwaka 93 mwaka 94, na Isaac Rabin akapigwa risasi na wafuasi wa Likud wa Netanyahu. Kwa sasa tangu mwaka 2006 baada ya kushinda waziri mkuu Ismail Haniyeh, wa Marekani walikuwa wanaona kabisa kwamba Hamas ni tishio. Kwa Hamas ikakimbilia Gaza ya leo, ikaika kambi Gaza. Lakini ilishinda uchaguzi mwaka 2006. Kwa hiyo huyu Mahmoud Abbas amekaa kwenye uongozi wa kama kiongozi wa Palestina wa kuwakilisha West Bank tangu mwaka 2006. Hajafanya uchaguzi. Kwa sasa ndio maana hii ni vita ya Israel kati ya Wapalestina waliokupo Gaza, sio West Bank. Wapale Gaza. Sio West Bank. Kwa sababu ukiangalia Palestina leo imemegwa, yani kuna Gaza afu na West Bank, afu kuna makazi ya walowezi. Juzi nimeona Knesset wamepitisha azimio la kuwatafutia walowezi makazi ya 500,000 Wayahudi 500,000 katika ukingo magharibi wa West Bank, ambao vilevile wamekuwa ukitaka kumegwa. Hii maana ni kwamba inaenda kufificha harakati za Wapalestina kupata taifa lao. Kuna mkataba mwaka 1900, kuna azimio mwaka 1947 na 181 almaarufu kama Two State Solution, lilisema kwamba Yerusalem itakuwa mji mkuu wa Umoja wa Mataifa. Sawa, ambapo mji huu utasimamiwa na Umoja wa Mataifa kwa sababu kuna dini 3: Ukristo, Uyahudi na Uislamu. Unafahamu? Sasa Yerusalem Mashariki kutokana na sheria za kimataifa ni mji mkuu wa Palestina, ambao kuna Masjid al-Aqsa inawatambulisha wa Palestina. Lakini kitendo cha Netanyahu na chama chake cha Likud kuichukua Palestina yote, kuichukua West Bank yote, maana ni kwamba ni kufuficha harakati za Canada, Uingereza, Ufaransa, South Africa kuitambua taifa la Palestina katika United Nations General Assembly. Nafikiri kaka ana masomo ya siku nyingine tulikutana. Swali la mwisho wa kumaliza ni kwa maelezo yako, lakini sasa ni ndio au hapana, unaiona siku za hivi karibuni Marekani na Irani wakipigana kwa maana ya vita kamili? Hapana. Okay.